92.5. Karibu kusikiza jicho la nje hapa Big City Breakfast. Msomaji ni mimi Jamal Mruma. Tunaanzia Bagamoyo. Vyama vya ukombozi kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika vimevutiwa na vivutio vya kihistoria vya Bagamoyo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya urithi wa historia ikiwemo magofu ya Kaole yanayosimamiwa na TFS. Ugeni huo uliohusisha viongozi na wanachama kutoka vyama vya ukombozi vya Afrika Kusini, Angola, Msumbiji, Namibia na Zimbabwe umetembelea maeneo hayo kwa lengo la kujifunza historia ya Tanzania katika harakati za ukombozi wa Afrika pamoja na maendeleo ya sekta ya utalii. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa NEC Richard Kasesela amesema magofu ya Kaole yana mchango mkubwa katika kuhifadhi historia ya taifa na bara la Afrika. Kwa upande wake, kiongozi wa ujumbe kutoka chama cha ANC cha South Africa, Nomantu Mkomorelahoko, ameipongeza Tanzania kwa juhudi za kuhifadhi maeneo ya kihistoria na kuendeleza sekta ya utalii nchini. Arusha. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali inatambua umuhimu mkubwa wa waandishi waendesha ofisi kwa kuwa ni muhimili muhimu katika kuwawezesha viongozi na watendaji kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 13 wa kitaaluma wa waandishi waendesha ofisi Tanzania TAPSEA unaofanyika katika ukumbi wa Ngurdoto mkoani Arusha. Amesema serikali inaipa uzito taasisi ya TAPSEA kwa kuwa inatambua ili kuwa na utulivu na mshikamano ni lazima waandishi waendesha ofisi kutimiza wajibu wao ipasavyo. Dodoma. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali inakusudia kufanya mabadiliko ya sheria ya elimu ya mwaka 1978 ili kuendana na utekelezaji wa sera mpya ya elimu inayotaka elimu ya lazima nchini kufikia kidato cha 4. Profesa Mkenda amesema hayo jana jijini Dodoma wakati akifungua kikao cha wadau wa sekta ya elimu kujadili mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353, ambapo amesema sheria iliyopo kwa sasa bado inatambua elimu ya lazima miaka 7 pekee, jambo ambalo halilingani na mwelekeo mpya wa mageuzi ya elimu nchini. Amesema mageuzi ya elimu yaliyoelekezwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hayaishi kwenye sera na mitaala pekee, bali yanahusisha pia sheria, ubora na walimu, miundombinu, vitendea kazi pamoja na kuongeza ufanisi katika mfumo mzima wa elimu. Unaendelea kusikiza jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, ameagiza kwamba akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu inayomilikiwa na nchi hiyo isipelekwe nje ya Iran. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya ngazi ya juu nchini Iran, agizo hilo linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Iran, Marekani na Israel, huku Washington ikiendelea kushinikiza kuondolewa kwa madini hayo nchini Iran kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Maofisa wa Israel wamesema Rais wa Marekani Donald Trump amehakikishia kuwa akiba ya urani inaweza kutumika kutengenezea silaha za nyuklia itapelekwa nje ya Iran chini ya makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lilo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitishwa kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Kisa hicho kimerekodiwa mjini Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini uliotekwa na M23 mwaka jana. Mlipuko huo wa Ebola ambao shirika la afya duniani WHO limeutangaza kuwa dharura ya afya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Na Israel imesema imewafukuza nchini humo wanaharakati wote wa kigeni waliokamatwa kwenye msafara wa meli zilizokuwa zikielekea Gaza kuvunja mzingiro wa eneo hilo la Palestina. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema haitaruhusu kuvunjwa kwa mzingiro huo wa bahari dhidi ya Gaza. Zaidi ya wanaharakati 430 kutoka mataifa mbalimbali walizuiliwa na vikosi vya Israel wiki iliyopita. Hatua hiyo imezua ukosoaji wa kimataifa, hasa baada ya waziri wa usalama wa taifa
wa Israel Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikionyesha wanaharakati hao wakiwa wamefungwa mikono huku nyuso zao zikiwa chini. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, asante kwa kuendelea kutusikiliza. Usisite pia kusalia nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, usisahau Facebook pamoja pia na TikTok, YouTube, kote huko tunapatikana kama Mjini FM. Endelea kuenjoy kwa sababu kwetu ni kwako.